kinachoendelea mpaka sasa hivi hatujaambiwa kwamba sisi tunanufaika na vipi, na duara zetu zikikatika nani atakayelipa mpaka sasa hivi. Na kwenye mkataba yeye ameshakiri kwamba hawezi kutulipa sisi, na sisi katukuta. Ina maana kwamba sababu mambo yanabadilika, aidha sisi tunaweza tukapata support kutoka nje ama ndani. Kwa hiyo mimi natoa siku 7. Watu wa madini mje mjifungia hapa, tafuteni na wataalamu wengine mnaoweza kuwatafuta. Mkihitaji msaada wa mwanasheria au mwanasheria mnao wenyewe kwa ajili ya kuja kutafsiri vizuri hapa. Yeye huyu ametutengea shafti kubwa hapa mbele yetu. Naona akilipua hapa, ina maana duara zetu hapo nyuma ziko hatarini. Muda wote ule zinaweza zikatitia. Na hili swala tuliongea. Tukawaambia sasa mnavyotutengea hapo shafti kubwa, sisi huku inakuaje? Wakasema kwamba hilo swala watalifanyia kazi. Lakini wenye mgodi pamoja na madini wakasema hilo swala watalifanyia kazi kabla halijaleta madhara. Sisi tuliomba tufidiwe ama tupewe hela tukakae tuwapishwe wenyewe wachimbaji wadogo wakubwa, wakisha chimba basi na sisi tuangaliwe asilimia za kutuwezesha maisha yetu mpaka kipindi ambacho wanafanyaje huo uchimbaji mkubwa unavyoendelea. Lakini kinachoendelea mpaka sasa hivi hatujaambiwa kwamba sisi tunanufaika na vipi, na duara zetu zikikatika nani atakayelipa mpaka sasa hivi. Ndio maana tukashawishika kutafuta na sisi wawekezaji ili tuje tuokoe duara zetu. Sisi hapo kwa mwezi nikitoa tani chache sana kwa mwezi ni tani 100. Kwa hiyo tunaomba na sisi tuangaliwe, tusinyanyasike ndani ya nchi yetu. Hawa walikuja wakatukuta, ndio maana wakashawishika kuja hapa. Lakini mbona maeneo yako mengi sana, kwa nini wasiende kule? Ni kwa sababu hawajaona chochote. Sisi tunaomba kama wenyewe wanahisi kwamba watakutana kule chini wote wenye nguvu, watufidie. Yeye kama hataki wawekezaji wengine, tukae chini tupige hesabu, tukilizika tumwachie eneo lote, sisi tuende tukaangalia kwingine. Kama yeye anatambua mkataba wa technical support alioingia baina ya mwenye mgodi na huyu Mchina unaruhusu wachimbaji wadogo kuendelea kuwepo kwenye eneo la Kabatini. Swali la msingi, sisi wachimbaji wadogo haturuhusiwi kuchimba kisasa? Ingalikuwa tumesharuhusiwa kuendelea kubaki Kabatini, na kwenye mkataba yeye ameshakiri kwamba hawezi kutulipa sisi, na sisi katukuta. Ina maana kwamba sababu mambo yanabadilika, aidha sisi tunaweza tukapata support kutoka nje ama ndani, tukaendeleza zile shafti zetu, kwamba sisi haturuhusiwi kuchimba kisasa. Kwanza nataka niseme ni jukumu letu sisi kama serikali kulinda wawekezaji wanapokuwa katika maeneo yetu, kwa sababu wawekezaji pia hawa wanalindwa kwa mujibu wa sheria, na tumekuwa tukiwakaribisha wilaya yetu ya Mpanda wawekezaji kuja, kwa sababu kuna fursa nyingi, hasa hii fursa ya madini ambayo kwa sasa hivi inakuwa kwa kasi kubwa. Lakini pamoja na uwepo wa hizo fursa, ni jukumu lao pia upande wa wawekezaji, hasa kwenye sekta ya madini ambako kwenye wilaya yetu inataka kuonekana kama ni changamoto inakuwa kubwa kwa sababu ya ujio wa wageni. Kwa hiyo ni jukumu la wawekezaji, lakini tuna idara ya madini hapa ama ofisi ya madini katika wilaya yetu ya Mpanda kushughulikia migogoro yote katika sekta hii ya madini ili tupate wepesi. Sasa huu mgogoro mpaka umefika ofisini kwangu, manake umeanzia kwenye sekta ya madini mpaka umekuja kwangu, na mimi nataka nipe tu maagizo ya binafsi. Mnanipa tabu isokuwa lazima. Sasa mimi tabu ndo nitakubali tabu? Nami siwezi kubali tabu. Mpaka saa hizi saa 2 kasoro usiku tuko huku tunasuluhisha mgogoro ambao na wenyewe mgogoro hapa hatujihusuluhisha mpaka mwisho. Ndio maana nataka niache maagizo ya watu wa madini, lazima ndani ya siku 7
huu mgogoro muumalize wenyewe, kwa sababu wakati mnakuja kukagua leseni kuingia kwenye technical support mlikuta kuna wachimbaji wadogo ambao wanachimba na wengine wana mikataba. Kwa hiyo ilikuwa jukumu lenu kujua hawa wenye mikataba wanamalizanaje na mwenye leseni kabla ya kuingiza kitu kingine. Kwa hiyo mimi natoa siku 7. Watu wa madini mje mjifungia hapa, tafuteni na wataalamu wengine mnaoweza kuwatafuta. Mkihitaji msaada wa mwanasheria au mwanasheria mnao wenyewe kwa ajili ya kuja kutafsiri vizuri hapa na kuleta utulivu, na hasa mzingatie masuala ya kiusalama ambao wananchi wetu pia wamesema kwamba mashimo huko yanaanguka. Siku yameangukia watu itakuwa ni hatari, kwa sababu itakuwa ni kosa la kiuzembe, haitakuwa bahati mbaya. Kwa hiyo siku 7 watu wa madini mmalize huu mgogoro, na kadiri mtakavyoendelea kuweka basi ndio hivyo hivyo mambo yataendelea kusimama, kwa sababu hizo siku 7 hakuna chochote kitafanyika hapa mpaka mkubaliane.